Mwenyekiti wa idara ya CMF Sayuni Mahenje amesema kwamba idadi ya wanaume wengi kwa tathmini ya 23-24 wametoka vichakani. Sikukuu ya ajabu yafanyika TAG Sayuni Mahenje. Askofu mstaafu na mchungaji Jackson Mwanyesia wa TAG Sayuni Mahenje amesema kwamba wanaume ongezeni taifa kubwa ili liendelee kuwaleta jeshi kubwa kwa Mungu. Hatimaye katika michezo, pamoja na Simba kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, askofu mstaafu awaasa waumini wa TAG Sayuni Mahenje na Tanzania kutokuacha ibada kama mechi ni siku ya ibada. Vijana wa TAG Sayuni FC waitandika Mapinduzi Academy goli 2-0. Hujambo na habari mtazamaji wa Maputo TV, ni taarifa ya habari yanasomwa kwako nami Peter Marisani kamili. Mwenyekiti wa idara ya CMF TAG Sayuni Mahenje amesema kwamba idadi ya wanaume wengi kwa tathmini ya mwaka 23-24 wametoka vichakani. Ni baada ya kufanya tathmini hiyo kulingana na miaka ya nyuma, akagundua idadi inazidi kuongezeka. Hivyo amesema kuwa wanaume wana dalili ya kukwama vichakani. Hakuishia hapo, akawaasa wanaume watoke vichakani waje wavune, sio tu kwa mazao, bali wanaume wawalete wanawake waje wamtumikie Muumba wa mbingu na nchi. Idara ya CMF yafanya sikukuu ya kitofauti. Miaka 1900 iliyopita idara ya CMF imekuwa ikifanya sherehe kwa ukubwa, lakini 2025 imekuwa na utofauti mkubwa sana. Yaliyowastaajabisha idara ya WWK na wageni wengi waalikwa ni pamoja na wanaume kushiriki kuwasaidia kupika, kuosha vyombo na mengine mengi. Kufuatia tukio hili, kila mwanaume aliyeulizwa kwa nini unafanya hayo amesema kwamba kumtumikia Mungu hakuangalii jinsia. Askofu mstaafu na mchungaji Jackson Mwanyesia wa kanisa la TAG Sayuni Mahenje amesema kwamba wanaume ongezeni wanaume ili taifa kubwa liendelee kuwaleta jeshi kubwa kwa Mungu. Amesema hayo baada ya kuona vijana wengi wamekuwa wakipata ndoa bila kufuata kanuni za kibiblia, ambapo kila binti akiulizwa akiwa hajaokoka anadai alivutiwa dirishani. Vijana kwa wazee wamelipokea hili kwa ukubwa, ambapo wamegundua kweli kuna namna chanzo ni vijana wanaoshindwa kuwahubiria kufuata shauri na agizo la Mungu. Hatimaye katika michezo, pamoja na Simba Sports Club kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, askofu mstaafu awaasa kutusahau ibada kama mechi ni siku ya ibada. Amesema hayo baada ya kugundua vijana wengi wamekuwa wakipuuza ibada na kuenda kutazama mpira katika mabanda mbalimbali ya video. Amewakumbusha kwa kusema teknolojia imekuwa kwa kasi, unaweza kukamaliza ibada na bado ukirudi nyumbani ukatazama mchezo uliochezwa muda wa ibada kwa simu yako ya mkononi. Amemaliza kwa kusema chonde chonde, Mungu ni zaidi ya vyote. Vijana wa Sayuni FC waitandika Mapinduzi Academy goli 2-0. Mapinduzi FC iliyopiga magoti bila kumuomba Mungu walisema kwamba mchezo unaochezwa na kanisa ni mchezo wa kudimba, lakini kwa juhudi na mazoezi maombi ya dhati kwa Mungu, Mapinduzi Academy ilitandikwa bao 2-0. Kapteni wa timu hiyo Sayuni Elie Halinga amesema kwamba wamekuwa na upungufu wa vifaa vya kimichezo, ambapo amesema kwamba wakipata mpira mzuri wana uwezo wa kufanya makubwa zaidi kimkoa na kimataifa. Kabla ya kumaliza, mwisho wa taarifa ya habari, na huu ni muhtasari wake.
Mwenyekiti wa idara ya CMF TAG Sayuni Mahenje amesema kwamba idadi ya wanaume kwa tathmini ya mwaka 23 na 24 wametoka vichakani. Sikukuu ya ajabu yafanyika TAG Sayuni Mahenje. Askofu mstaafu na mchungaji Jackson Mwanyesi wa TAG Sayuni Mahenje amesema kwamba wanaume, ongezeni wanaume ili taifa kubwa liendelee kuwaleta jeshi kubwa kwa Mungu. Hatimaye katika michezo, pamoja na Simba kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, askofu mstaafu awaasa kutosahau ibada kama mechi ni siku ya ibada. Mapinduzi watandikwa goli 2-0 na timu ya Sayuni TAG Mahenje. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Maputo TV, na msomaji wako ni Peter Mariseni. Kwa taarifa nyingine usisahau kutufuatilia mwaka 2026 muda na wakati kama huu hapa. Asante.